Ukisoma katika Injili ya Yohana ile sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza, utaona hapo kuna mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Alikuwa ni Mfarisayo, lakini yeye alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Unaweza kuona kwamba alikuwa ni mtu mkubwa ambaye ana nafasi kubwa. Huyu mtu anamfuata Yesu mida usiku. Anamwambia, "Rabi, twajua ya kuwa wewe mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Unaona, anasema sio kwamba yeye ndiye anayejua kwamba Yesu ametoka kwa Mungu. Anasema hata wao pia Mafarisayo na Wayahudi wanakiri, wanajua kwamba Yesu ametoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna awezaye kuzifanya ishara ambazo anazifanya Yesu isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Maana wanajua, lakini angalia, walikuwa watu wanaompinga, watu wanaomchukia, watu ambao hadharani kwenye jamii wanaonyesha picha kwamba hawamtaki na dhamira yao ilikuwa ni kumwangamiza. Kwa hiyo kumbe watu wanaweza kawa na kupinga, wanakuchukia, wanafanya nini? Sio kwa sababu labda hauna uwezo au hauna thamani, bali ni kwa sababu wanaona uwezo wako ni mkubwa kuliko wa kwao, kwamba nafasi yako inaondoa nafasi yao. Kwa hiyo ili waendelee kubaki kwenye nafasi zao, inabidi wakutupilie mbali wewe, waukatae, wakudharau, wakutenge, ili ujidoubt kwenye uwezo wako, ujione kwamba hauna thamani, hauna maana kabisa. Mtu wa Mungu, isikukatishe tamaa wala isikuogopeshe. Hiyo ikupe nguvu na ujasiri wa kuchukua hatua za kusonga mbele zaidi na kuweza kukua na kutambua thamani na nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yako. Lakini mtu wa Mungu, sitaki niishie hapo. Nataka nikupeleke kwenye pointi hapa ya msingi sana. Angalia katika mstari wa 3 huo wa Yohana sura ya 3. Yesu anamwambia kwamba amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hii ndio pointi ya msingi ambayo mtu wa Mungu sitaki ni kuache kabla sijaifikia. Kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Maana yake ni kwamba ili uweze kuona ufalme wa Mungu ni lazima hata wewe pia uzaliwe mara ya pili. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama bado hujampokea Yesu Kristo, imekupasa umpokee Yesu Kristo. Maana kumpokea Yesu Kristo unafanyika kuwa kiumbe kipya. Maana yake umezaliwa mara ya pili, umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yanakuwa yamepita, yanakuwa mapya. Kwa hiyo umpokee Yesu Kristo leo kama bado hujampokea, ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Unless otherwise uwe hauna mpango wa kuingia kwenye ufalme wa Mungu na umeridhika na njia ya kuelekea kwenye hukumu ya jehanamu ya moto wa milele. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu.